ni Yesu Kristo. Mapendo daima. Basi tunamshukuru Mungu kwa kufika hapa kwa ajili ya kuanza tamasha letu kwa michezo, na nipende tu kutoa ufafanuzi mfupi. Wakati tunapoelekea kuanza mpira wetu wa miguu, tunazo timu tatu, ambapo tuna timu ya kutoka St. Joseph Church pale Mwenge, tuna timu kutoka katika kituo cha mapadri pale Lunguo, na tuna timu ya hapa wenyeji wetu wanafunzi wa Kibo Sekondari. Sasa katika michuano yetu hii tuna timu tatu ambazo tutakuwa tunacheza. Kwa maana naomba niseme hii ni michezo ya amani na sio michezo ya uadui, si ndio? Tucheze kwa amani, tupendane, tusiumizane. Naombeni tusiumizane huko uwanjani, tucheze vizuri. Ila niwaombe tutakaoanza kufungua mashindano ya leo, kutokana na ratiba ambayo tuliomba sana, na tunaomba twende hivyo hivyo, tupendane tu kwa ratiba ambayo tumeomba hapa. Kwa siku ya leo ni timu yetu ya wanafunzi hapa ambao ni wenyeji wetu ambao tuliwaomba tufanyie hapa. Pia vile vile tutaomba timu ya parokia ambapo tutafungua kwa siku ya leo. Alafu taratibu utaendelea kama ifuatavyo. Atakayekuwa amefungwa leo sio kwamba ndo ametoka, hapana. Atakutana na timu ambayo itacheza kesho, si ndio? Kwa hiyo atakayefungwa leo asikate tamaa, bado ana nafasi ya kwenda finali. Kwa hiyo naomba timu kutoka parokiani mjipange vizuri leo, na wanafunzi wako wameshajipanga. Kwa hiyo mmoja wapo atakayepoteza siku ya leo basi ajue atacheza siku ya kesho, na ambaye atakuwa hajacheza siku ya leo basi ajue kesho atacheza kwa nguvu ile ile. Kwa hiyo naomba tushirikiane kwa pamoja. Baada ya kutoa ufafanuzi huo, nawakaribisha sana, nimkaribishe mlezi kwa ajili ya neno lake fupi, kumkaribisha babaji. Karibuni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Nafurahi kwamba mna furaha, na michezo ni furaha. Basi, nini malengo hasa ya tamasha hili? Kwanza kabisa ni kutuleta pamoja. Mungu anapenda tukae pamoja. Sawa? Ushirikiano. Sawa? Lakini pia ni kubwa zaidi kuimarisha afya na kujiweka sawa katika miili yetu. Hivyo basi, kama tulivyosikia awali, ni michezo ya upendo kabisa. Sawa? Tushangilie kwa pamoja. Sisi ni Kibo ni Mwenge. Sawa? Basi kwa kusema haya, napenda kumkaribisha Baba Padri kwa ufunguzi wa tamasha hili, tukianza na sala. Karibu Baba. Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mwenyezi Mungu, tuko hapa. Tunakushukuru kwa wazo hili lililojitokeza, lililoangazwa na Roho wako Mtakatifu. Tamasha hili liweze kufanyika mahali hapa, na kwa siku hii ya leo liweze kukidhi mahitaji na faida zile za michezo kwa ajili ya vijana wetu na wale wote watakao shiriki katika tamasha hili, au kwa kucheza uwanjani au kwa kushiriki katika kushangilia. Tunaweka zoezi hili Baba Mungu katika mikono yako. Utujalie liweze kuwa zoezi la furaha, zoezi linalotuletea amani, zoezi linalotuletea afya ya akili, ya mwili na ya roho, na hivyo tuweze kuendelea na shughuli zetu za kila siku tukiwa wenye afya. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovuni. Amina. Mwenyezi Mungu, tunakualika wewe pamoja nasi, na uwepo pamoja nasi katika Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wapenda, baada hiyo sala, ningependa tu nisisitize yale aliyosema mama mlezi wa vijana.
michezo ni muhimu sana. Watu wengi hawafahamu umuhimu wake na faida zake katika afya ya binadamu, afya ya akili, afya ya mwili, ya akili na ya kijamii, kama alivyodokeza mama kwa kifupi kabisa. Tunapitia mambo mengi, stress nyingi, kandamizo mwingi katika shughuli mbalimbali tunazofanya za binadamu. Michezo ni mojawapo kati ya tiba inayotufanya tuweze kuwa na afya ya mwili. Kwanza kabisa kwa kutuondolea yale magonjwa ambayo hayaambukizi ya kuambukiza. Ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa shinikizo la damu, ugonjwa wa moyo. Kama ni mtu unayecheza, vitu hivyo vitakaa mbali na wewe. Magonjwa haya yatakaa mbali na wewe. Unaimarisha mwili, misuli ya mwili inaimarika, mifupa inaimarika. Yote hayo ni faida tu za michezo. Unapocheza unakuwa flexible, unapokuwa unacheza mwili unakuwa na afya kuweza pia kujikinga na magonjwa ya mwili. Lakini kiakili michezo inatusaidia kuondokana na stress, fadhaiko. Inatusaidia pia kuondokana na mahangaiko, hofu, lakini pia inatuletea furaha. Michezo inatusaidia kufanya mwili uzalishe zile hormones, endorphins zile za furaha, ni hormones za furaha. Kwa hiyo mwili, mtu anakuwa na furaha wakati ule anapohitaji, wakati wote wa furaha anakuwa na furaha, badala ya kusononeka tu na kuingia kwenye ugonjwa ule tunaoita depression au sonona. Na ninyi wanafunzi mjue kazi ya kusoma sio ndogo. Sio kitu kidogo, sio kazi ndogo ile. Nidhamu nzima ya wanafunzi na shughuli zote za wanafunzi sio kazi ndogo. Kwa hiyo unaweza ukaingia kwenye hali ambayo ni stress, ikakosesha amani, ikakosesha furaha. Sasa unapocheza, hiyo furaha inarudi na afya ya akili imekuwa vizuri. Lakini michezo pia inafundisha nidhamu, kuwa na nidhamu, kuweza kutii sheria. Kwenye michezo kuna sheria, kuweza kutii sheria na kufuata maelekezo au kusikiliza maelekezo na kuyatekeleza. Kwa hiyo nidhamu katika michezo inatufundisha nidhamu, mtu kuwa na nidhamu na kutii sheria. Lakini inatufundisha pia teamwork. Hii teamwork tunayofanya katika mchezo na tunaona katika michezo inatusaidia pia tushirikiane katika mambo mengine. Ushirikiano, amezungumza mama mlezi hapa, ushirikiano katika mambo mengine katika maisha. Lakini inatuletea pia kule mahusiano na watu wengine, kufahamiana na watu wengine. Leo hii hapa timu hii itacheza, hizi timu ya Parokia Mtakatifu Yosefu mume wa Bikira Maria Mwenge itacheza na timu hii ya hapa shule ya Kibo inayosimamiwa na taasisi ya Mtakatifu Thomas wa Aquino. Watafahamiana hawa vijana. Kwa hivyo faida ni nyingi kabisa za michezo. Baada ya kusema hayo, basi niseme tu rasmi kwamba tamasha hili limezinduliwa rasmi kabisa. Ni watakie kila mmoja furaha ya tamasha hili. Kila mmoja, uwe ni shabiki unayeshangilia, uwe ni unacheza, basi kila mmoja afaidike na tamasha hili. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa naomba mpira uwekwe pale, alafu mtapiga shuti la kwanza na hiyo itakuwa rasmi imefunguliwa. Sisi kama shule ambao tunahusika kwa ajili ya kulea vijana, tuliona ni jambo zuri, kwa maana tuliweza kupokea mwaliko huo. Lakini ambacho tunashukuru zaidi ni kwamba mliona vyema tuwe wenyeji kwa ajili ya uzinduzi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa mapadri pamoja na viongozi wengine wa parokia yetu ya Mtakatifu Yosefu Mwenge. Labda
Kwa kuanza tu niseme kwamba ni jambo jema ambalo mliweza kuanza. Nafikiri kuwaweka pamoja vijana na tusaidie sisi ambao pia tunahusika moja kwa moja kulea hawa vijana. Kwa hiyo tunashukuru sana, mnaweka pamoja, tajenga umoja. Kwa hiyo tunatazamia kupitia tukio hili na tamasha hili mpaka linakuja kufikia hitimisho lake, manake yale ambayo mlikuwa waweze kuyapata vijana wataweza kuyapata. Kwa hiyo tunawashukuru sana, na kwa niaba ya shule sasa tutumie nafasi hii kwa ajili ya kuwakaribisha. Karibuni sana shule ya sekondari Kibo iliyoko chini ya usimamizi wa taasisi ya Mtakatifu Thomas wa Aquino. Taasisi hii inajihusisha na elimu, na hii ni shule mojawapo ya shule za Mtakatifu Thomas. Shule nyingine ni shule ya Wari ambayo iko kule Machani. Tunawakaribisha sana, mjisikie mko nyumbani, na tunashukuru padri kwa sababu wewe ni wa kwetu hapa, shule hii ni ya kwako. Kwa hiyo niwakaribishe wote, nashukuru sana.